Nimeandika kijitabu hiki kidogo. Wengine wengi walio katika kanisa la FGBF Dar es Salaam tulipewa kila mmoja kijitabu hiki bure, na wengine walipata kijitabu hiki hata wa makanisa mengine, watumishi wengine wa Mungu. Kijitabu kidogo sana, na somo lililoko katika kijitabu hiki kwa makusudi kabisa tumeliweka katika ukurasa wa Facebook wetu wa Bishop Zachary Kakobe International Ministries. Ingia katika ukurasa wa Facebook utakuta somo hili ambalo lina kichwa inatupasa kuwa na akili za kujua nyakati. Yote yaliyoko kwenye kijitabu hiki kidogo ambacho hakiuzwi yameandikwa katika ukurasa huo, tangu kila neno. Na hapa tunazungumzia Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 12 mstari wa 32, ambayo inasema wana wa Isakari walikuwa watu wenye akili za kujua nyakati na kuyajua yawapasayo Israeli wayatende. Na Yeremia 8 mstari wa 7, Mungu anasema naam, koikoi angani ajua nyakati zake zilizoamriwa, na huwa na maiwayo na korongo huangalia wakati wa kuja kwao, bali watu wangu hawazijui nyakati. Tunazidiwa na ndege. Hawa ndege wanaotajwa hapa tumeeleza katika kijitabu hiki kidogo, hawapendi hali ya hewa ya baridi, bali hufurahia hali ya hewa ya joto. Na kwa sababu hiyo, huko Ulaya ndege hawa hupatikana kwa wingi majira ya joto, na wiki kadhaa kabla majira ya baridi, yani winter, kuanza, ndege hawa huwa na akili za kujua kwamba majira ya baridi karibu yataanza, na hivyo huanza safari ya kuja Afrika kwenye joto. Kwa mfano, huko Uingereza korongo huwa anakuwepo kila mwaka kuanzia mwezi wa Aprili hadi mwezi wa 9. Mwezi wa 9 korongo hao huanza safari ya kuja Afrika ili kukwepa majira ya baridi ambayo huanza takriban miezi miwili hivi baada wakati huo. Ndege hao usafiri mchana tuna usafiri mwendo wa kilomita 320 kwa siku, na hivyo huchukua wiki 6 au zaidi kufika Afrika. Na wakikaa Afrika tena wiki kadhaa kabla ya mwezi wa Aprili, ndege hao wanaanza safari tena kurudi Uingereza, wakijua kwamba majira ya baridi huko yanakaribia kuisha. Sasa Mungu anatarajia sisi na tuwe na akili kuliko hawa ndege. Tujue majira ya kunyakuliwa kwa Yesu, majira ya kunyakuliwa kwa kanisa yamefika. Yasitukute bila kujiandaa.